katika sekta ya elimu kuna jukwaa ambalo linahusisha wadau wote ambao wanachangia katika utolewaji wa elimu. Na jukwaa hili linahusisha sisi watu wa serikali, linahusisha NGO na CSOs, inahusisha wadau kutoka kwenye private sector, lakini pia inahusisha wadau wa maendeleo. Kwa hiyo jukwaa hili ni muundo ambao upo katika sekta ya elimu, na jukwaa hili lina majukumu ya kupanga na kuamua kwa pamoja nini tunaenda kukifanya katika sekta ya elimu. Mtakumbuka miaka 2 au 3 iliyopita tuliandaa makubaliano ya uwekezaji katika sekta ya elimu. Hiyo tunaita compact document. Na kwenye hiyo makubaliano tulikuwa tumeweka vipaumbele mbalimbali ambavyo tumejiwekea katika kuvitekeleza ili kuboresha elimu nchini. Kwa hiyo kikao hiki ambacho kimeleta wadau muhimu ilikuwa ni kufanya tathmini ya yale makubaliano ambayo tulikuwa tumewekeana, na makubaliano yalikuwa katika maeneo matatu. Yalikuwa katika maeneo ya kuimarisha kada ya walimu, kuimarisha miundombinu ya kujifunza na kujifunzia, na kuimarisha masuala ya jinsia na ushirikishwaji wa watu wote katika elimu. Kwa hiyo tumefanya tathmini ya namna ambavyo tumetekeleza maeneo hayo matatu na kuona kwa kweli tumefanya vizuri, na kuna maeneo tunahitaji kuyaboresha, lakini overall tumefanya vizuri katika maeneo hayo matatu. Lakini kupitia kikao hiki tumegundua hatuwezi kubaki na hayo maeneo matatu tu, tunaangalia pia na masuala ya utawala bora na masuala ya uongozi katika sekta ya elimu. Kwa hiyo katika kikao hiki tumeona tuna vipaumbele 4 sasa. Hivyo vitatu nilivyovitaja, lakini pia masuala ya utawala bora na uongozi katika sekta ya elimu. Kwa hiyo katika utekelezaji wa hayo makubaliano tumeamua sasa, baada ya miaka hii 2 ya utekelezaji, maeneo mahususi ya kuboresha na namna ambavyo tunaweza kwenda kupima kile ambacho tumekubaliana katika kikao hiki. Ninafurahi kusema kwamba wadau walioko hapa leo wameweza pia kujadiliana hata namna ya kutekeleza mapungufu ambayo tumeyaona katika yale makubaliano tuliyokubaliana, lakini pia namna ya kupata rasilimali fedha au rasilimali ujuzi kuhakikisha kwamba yale maeneo ambayo yameonekana yana changamoto sasa yanaenda kuboreshwa. Ninafurahi kuwatambulisha Watanzania wenzangu kwamba mfumo umewekwa vizuri kutekeleza mageuzi makubwa ambayo nchi yetu yameshayakubali katika sekta ya elimu. Na kupitia jukwaa hili wadau wote, sio serikali tu, wadau wote wanaungana pamoja kuhakikisha kwamba mageuzi hayo na vipaumbele ambavyo tumejiwekea vinatekeleza kwa ufanisi ili kuboresha ubora wa elimu na kuhakikisha kwamba hakuna mtoto wa Kitanzania ambaye anaachwa nyuma katika elimu. Kwa hiyo ninawashukuru wadau wote walioshiriki katika kikao hiki, na kwamba sasa tumejipanga tena upya na tunafahamu tarehe 1 mwezi wa 7 tunaenda kuanza mwaka wa fedha mpya. Kwa hiyo pia ilikuwa ni fursa ya kujipanga kwa vizuri zaidi, kuona namna gani tunaenda kutekeleza mipango mbalimbali ambayo tumejiwekea kuhusiana na hiyo makubaliano ambayo tuliokuwa nayo, lakini pia mpango wa maendeleo katika sekta ya elimu. Na kimsingi sisi kama Wizara ya Mambo ya Nje tunafanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha wale wadau wetu wa maendeleo wa kimataifa ambao wanafanya kazi na serikali ya Tanzania kupitia mpango wa sera ya mambo ya nje mpya inayolenga katika masuala ya diplomasia ya uchumi. Diplomasia ya uchumi ni pamoja na kuboresha eneo la elimu. Kwa Watanzania wote tunafanya kazi kubwa kama Wizara ya Mambo ya Nje kupitia uongozi wetu, kuanzia kwa waziri wetu wa mambo ya nje ambaye ni mwanadiplomasia namba 2, Mheshimiwa Balozi Thabit Mahmud Kombo. Anasisitizia muda wote Wizara ya Mambo ya Nje kufanya kazi kwa bidii ili tuweze sasa kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, hasa katika kuboresha elimu. Tumeona kupitia ushirikiano wa Wizara ya Mambo ya Nje na nchi zingine ambao ni wadau wa maendeleo, kwa mfano tunafanya kazi vizuri sana na mashirika ambayo yanachangia katika elimu ambayo ni Enabel, Commonwealth and Foreign Office, wote wanafanya kazi na sisi, UNICEF, UN Women, yote mashirika ya kimataifa yanafanya kazi na Wizara ya Mambo ya Nje kuhakikisha kwamba mpango wa elimu kuanzia msingi mpaka sekondari unaboreshwa katika kiwango cha kimataifa. Hata sasa tunaweza tukasema mipango hiyo imekuwa na maendeleo makubwa kwa sababu wadau hawa maendeleo kutoka katika sekta mbalimbali ikiwemo private sector,
na mashirika ya kimataifa tumeweza kutengeneza mipango mizuri ya elimu na kuwezesha smart classes, kwamba mtu anasoma kupitia mtandao. Mwalimu mmoja anafundisha kutokea Kibaha, tunasoma watu kutoka Zanzibar na sehemu mbalimbali kwa darasa lile lile moja kupitia teknolojia. Haya mambo yasingewezekana isipokuwa kupitia ushirikiano mzuri wa Wizara ya Mambo ya Nje na ushirikiano wa kimataifa pamoja na wadau wa maendeleo. Na hili jambo amekuwa akilisisitizia sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 6 Dr. Samia Suluhu Hassan, kwamba ni wakati wa kuhakikisha elimu inamfikia kila mtu, hasa mtoto wa kike bila kumwacha wa kiume. Tumeona ambavyo alirejesha mabinti kusoma baada ya kupata ujauzito. Kwa hizi zote ni juhudi ambazo zinafanywa na serikali ya awamu ya 6 kupitia mpango wa maendeleo wa elimu, ukijumuisha wadau wote wa kimataifa na wa ndani ya nchi katika kuboresha elimu ya Mtanzania. Ninaona ni mpango ambao utaisaidia sekta yetu ya elimu, lakini na nchi yetu kwa ujumla, kwa sababu tunaona katika mpango huu wamegusa sana namna ya kuboresha mazingira ya walimu ya kufundishia, lakini hata mafunzo yao na kwa ujumla mazingira ya ujifunzaji na ufundishaji kwa ujumla wake. Sasa ukishaona kwamba kitu chochote kinajadili kumtazama mwalimu, kumboresha mwalimu na mazingira yake ya kufundisha na miundombinu, lakini pia tumeona masuala mazima ya matumizi ya ICT ambayo pia yanajadiliwa, lakini matumizi ya kufundisha kwa vitendo. Haya yote yanachangia sana kuifanya elimu yetu ya Tanzania iwe bora zaidi. Lakini tunatoka sasa kwenye kujifunza kwa maneno tu, tunaingia sasa kujifunza zaidi kwa vitendo. Kwa hiyo tunategemea tutapata wanafunzi ambao wana ujuzi na wenye weledi katika kufanya na kutekeleza mipango yote ambayo itakuwa inapangwa ya nchi, lakini tutapata pia nafasi ya kwenda kufanya kazi katika nchi nyingine, kwa sababu sasa tuko bora zaidi kuliko tulivyokuwa mwanzo. Kwa kweli masuala yanayojadiliwa ya kielimu ni masuala mazuri sana, hasa kwa wakati ambao tulionao sasa. Ni masuala ambayo yanazungumzia masuala ya teknolojia, masuala ambayo yanatupeleka mbali zaidi ya pale tulipotoka. Tunazungumzia masuala ya smart class. Masuala haya ya smart class, kwamba watu wana uwezo wa kupata elimu popote walipo ndani ya muda mfupi, lakini pia kwa coverage kubwa ya watu. Kwa hiyo mimi naiona Tanzania kuwa mbali sana kwenye swala zima la teknolojia kwa ujumla. Lakini pia masuala ya security yamezingatiwa katika swala hili, kwa sababu tunapozungumzia swala la information and technology, tunaona kwamba unapoitumia vizuri inaleta mambo mazuri zaidi katika masuala ya elimu na mambo mengine kwa ujumla, na unapoitumia vibaya inaleta mambo mabaya katika swala zima la kitaifa. Lakini kikao hichi kimejadili namna gani teknolojia itatumika kwenye masuala ya elimu, lakini vile vile itaekewa swala zima la ulinzi kwenye masuala ambayo program zote wanazotumia watoto, lakini kuzingatia maadili kwa kuweza kutumia password, kuweza kudhibiti masuala yoyote yanayoweza kuharibu maadili yetu ya Kitanzania. Na mimi nikiwa kama kiongozi ambaye nimeambatana na masuala ya kielimu, lakini pia ni kiongozi wa kidini, tumeshuhudia hayo na tumeyajadili kwa undani na kwa urefu na kufikia mustakabali kwamba teknolojia itatumika pasipo na kuharibu maadili yetu ya Kitanzania. Tumedhamiria, tunaboresha elimu yetu.